الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد إن شاء الله tunaendelea na darasa yetu, na leo إن شاء الله itakuwa maswali na majibu. Hawa watu wanaopenda sana farqa na kukashifu wenzao na kuwatukana, pindi unapozungumza unawataja kwa kinaya tu na sifa fulani walizokuwa nazo. Je, hawa ni watu gani na madhehebu gani? Si ni vyema watu hawa wakajulikana, au inatosha tu kuwataja kwa sifa zao au mambo yao wanayoyafanya? Naam, bismillahir rahmanir rahim. Kama mnavyosikia suala yenyewe inajulikana. Kusema kweli, sisi asli khasa ya madhhabi ya Ibadhi haipendi fitna wala haipendi kumdhalilisha watu. Yapo ikawa Waislamu wengine wakiwa na makosa, basi huwa makosa yao wanamweleza kwa hikma na kwa adabu. Hatukufunzwa sisi midomo yetu kuwa tunaiachilia tu. Mshairi wa Kiarabu anasema, ahfadh lisanaka ayuha al-insanu kay la yaldaghannaka innahu ath-tha'banu kam fi al-maqabir man qatila lisanuhu wa kanu yakhafu liqa'ahum shij'anu. Ahfadh lisanaka ayuha al-insanu, ihfadhi mlimi wako binadamu, kwa sababu mlimi isije ikakudhuru, maana yake isije ikakutafuna. Innahu ath-tha'banu, ujue kama mlimi ni nyoka kuliko nyoka wakati mwingine. احفظ لسانك أيها الإنسان كي لا يلدغنك إنه الثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه. wangapi wako mavani wameshazikwa, wakanu yakhafu liqa'ahum shija'an, walikuwa watu hawa kunafahamu hawezi kupigana, hana uwezo yoyote na nini, lakini waliuawa, na inasababisha kuuawa kwao na kuzikwa ni mlimi. Mlimi ni hatari. Basi watu kama hawa kusema kweli wanajulikana. Haitaki mtu kutaja maanake madhhabi fulani, mtu fulani hivi na hivi, mpaka itokee dharura. Ikitokea dharura, naam, na ishara utayajua hata ikiwa ni mimi. Mwenyezi Mungu anusuru, nikianza kutoa kwa mkafirisha huyu na kumtukana huyu, ujue mimi vile vile ni miongoni mwao. Mwenyezi Mungu anusuru. Lakini hao watu utakuta wao kazi yao ni fitna tu basi, na halafu wanapenya chini ya, wanakimbilia sana kwenye ahli sunna wal jamaa. Wanapenya kwenye ahli sunna wal jamaa. Hatusemi kama wote, hapana, hatusemi kama wote. Watu kama hao wengine wana heshima zao, wana adabu zao, tunaishi nao vizuri, lakini anaweza akatokea mtu akaingiza fitna mahada. Halafu kosa walio nao wenzake sasa ni kuwa hawamrakibishi, wanamnyamaza kimya. Hebu jaribu mie nije niseme hapa neno ambalo si la maana, inaleta fitna, utazama maibadha utakavyonichambulia. Hawakubali kabisa, hawakubali kuniachia. Lakini sasa hawa watu kusema kweli wanaachiwa. Na ukitaka nikupe ushahidi, nitakupa ushahidi.
Ushahidi nitakupa nayo ndani ya simu yangu, lakini sitaki kuitoa mpaka ifikie wakati tumekubaliana kwamba mtu huyu apewe majibu, ajibiwe. Ukitaka tumjibu, inshallah tutamjibu billati hiya ahsan. Hatumjibu kwa kumchanganya na wenzake, sababu wenzake hapana, wenzake kama nilivyozungumza, tumjibu yeye tu kama binafsi. Hivi ndivyo nyendo tunavyofundishwa. Tunafundishwa adabu na heshima, na tujiepushe na mambo ya fitna. Fitna ikiingia, wataingia watu wengine hata hawahusiki. wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa. Miogope fitna. Ikiingia fitna, si kwamba maana yake ile fitna itamgusa yule ambaye aliyokuwa mwenye kushikana na ile fitna. Hapana, ataingia siku nyingine mtu hausiki na fitna, ataingia. Hii ndio maelekezo ya Qur'ani kwamba tuiogope fitna. Na kwa sababu gani hii katika Uislamu ikatokea madhahabi nyingi sana? Mwanzo wake ni fitna. Kwa nini Waislamu kawa hawapendani, hawasikilizani? Na ni fitna. Kwa hivyo tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala, na inshallah tukubaliana kwa kumjibu huyu mtu, inshallah tutamjibu. Kama mama mjamzito kafariki akiwa na mimba, yule mtoto akafanyiwa operation, mtoto akatolewa, mtoto hukumu yake ipoje wakati wa mazishi? Swala hii kama imechanganyika. Sasa anauliza mazishi, kuzikwa yule mama kafa au kuzikwa yule mtoto kafa au vipi hapa? So ni nani hapa? Namulizia nani? Maanake huyu mwanamke kafanyia operation. Sasa nani aliyekufa? Ni huyu mwanamke au sio? Amebainisha kuwa ni mama ndiye alikufa. Sasa anauliza mazishi ya mtoto. Sasa alikufa mama, mazishi au alikufa wote wawili? Ikiwa wote, basi yule mama anazikwa kama kawaida wanavyozikwa watu wengine. Anakoshwa, wanamsalia, wanamzika kama kawaida. Ama huyu mtoto ikiwa katoka hai, vile vile naye afanyiwe hivyo. Ikiwa katoka hai, yapo kwa ukelele moja au kwa punzi, lakini katoka hai, mazal katoka hai, inabidi vile vile akoshwe, atiwe ndani ya sanda, asaliwe, azikwe kama kawaida. Ama ikiwa katoka maiti yule mtoto, basi hafanyiwe haya. Maanake mambo ya anakwenda anazikwa kama kawaida tu, anazikwa, lakini hasaliwi. Na wako maulama wengine wanasema hata akitoka maiti, lakini ana sura, ile sura imekamilia, basi vile vile anatekelezewa. Wako wengine wanasema hivyo, lakini hasa ni kuwa ikiwa katoka maiti, basi hatekelezewi kama wanavyotekelezewa wa maiti wengine. Wallahu a'lam. Sheikh, naomba unifungulie hii ndoto. Nimeokota kitoto kondoo, nilipokiweka kwa viganja vyangu kikatoa sauti. Basi wanyama wote mpaka wadudu wakanizingira, wanatamani wanirukie. Wadudu wanapanda mwilini. Je, liko na maana ipi hii mambo ya ndoto? Hatuna ilmu ya ndoto, na mazala hatuna ilmu ya ndoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala takfu ma laysa laka bihi ilmu, usisimamie jambo ambalo una ilmu nayo. Hii ndoto ni ilmu kubwa, wanahusika watu maalum
julikana. Mfano nikupeni hadithi moja. Walikuja mtu mmoja katika darsa ya Sairini, huyo ambayo ni mtaalamu wa ndoto. Akataka fatwa kwake au tafsiri ya ndoto hiyo. Akaambia, naam, unaota nini? Akaambia, ninaota naadhini kwenye mazraa. Sasa kashtuka yule kutokana na ndoto ile aliyokuwa kaiona. Akenda kwa mtaalamu huyu, akamwambia, upesi nenda karudishe kile kitu ulichokiiba jana, warudishie wenyewe. Yule bwana kashtuka, na kweli akenda akatekeleza. Sasa siku ya pili yake au ya tatu au sifahamu baada ya siku ngapi, akaja mtu mwingine akaeleza ndoto yake vile vile kama alivyosema yule. Akaambia, inshallah makani utakwenda hija. Sasa wakashangaa wale, wakastaajabu. Sasa hadithi refu, na akatoa ushahidi kwenye ayati za Qur'an, kwa sababu hao watu wataalamu wa ndoto ni watu special, wamepewa kipaji na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu asije akajaribu kufasiri ndoto ikiwa hana ilmu ya ndoto. Na nikikupeni ahadithi nyingi sana, mambo ya matokeo yanayotokea kuhusu habari ya ndoto. Kwa hivyo inshallah, na sasa hivi wafasiri wa ndoto ni haba sana. Ilmu hii inapotea kwa ufupi, yapo ikawa watu wengine wanayo, lakini si wa kusomea na ni wa kubahatisha. Lakini ndoto indaka darsa peke yake kueleza maafa ya mtu mwenye kufasiri ndoto au neema kwa watu ambayo waliopewa ilmu hii ya ndoto. Wallahu a'lam. Naam. Mimi nataka kupata ufahamu, kwani hii bid'a ina madhara gani kwa anayeifanya? Kuna watu wengine wanakimbilia bid'a, wanakimbilia hata ikiwa kitu kizuri wanasema hii ni bid'a, na si kweli. Hasa bid'a, kuna bid'a mbili, bid'a sayyi'a na bid'a hasana. Hii tukubali, hata ikiwa wewe hukubali, lakini akili inakubali ili swala. Bid'a hasana ni kama hapa sisi, au mnaiona mazulia, unaona rangi, unaona mafeni, unaona air condition, vyoo, unaona ilani milango mizuri. Hii ni bid'a vile, lakini bid'a hasana hiyo. Minara hiyo inajengwa na nini. Hata Sidna Umar radhiallahu anhu kwa sababu Sidna Umar ni mtu Mwenyezi Mungu kampa ana mwono wa mbali kabisa, ni mtu wa hatari sana, mambo mengi sana haya, mambo ya maofisi, mambo minara, mambo ya nini, hata haya mambo ya mishahara na nini, siku ya Ijumaa kupumzika, yote haya tunayaona athari ya Sidna Umar radhiallahu anhu. Huyu mtu ni mtu wa hatari sana, ni mtu wa hatari. Maanake hatari ya kufanya mambo mazuri, anaona mbali sana. Sasa hizi buda, hata Sidna Umar alipoanza kujenga minara kwenye misikiti na nini, kuna watu wengine
walimtingisha, lakini sasa yeye ni amir, yeye ndio top, ndio wa mwisho. Lakini kama mtu wa kawaida hivi, hapana. Lakini tazama, ukitazama bid'a kama hizi ni bid'a hasana. Kuna mambo mengi, hata mavazi yetu hii sisi tofauti na mavazi ya zamani. Kila kitu, hata ukisema bid'a inaendelea, hata hii mambo ya baskeli, pikipiki, magari, ndege, mameli, haya nini, ni bid'a, haikuwepo enzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa hizi ndio hai wetu. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ataumba kitu nyinyi hamjui. Walikuwa wanatimia punda, ngamia, farasi, lakini Allah katoa ishara katika Qur'an, ataumba vitu vingine ambaye nyinyi hamjui. Na kweli enzi ya masahaba walikuwa nataraji kuna kitu gani katika usafiri yetu, katika maendeleo yetu, nini kitu gani kitakuja. Sasa watu kila mmoja anampa mwenzake bushara, haya atakuja mambo huku mbele huku. Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza, lakini wao wameondoka duniani, hakuona baskeli wala pikipiki wala gari wala nini. Basi kwa hivyo bid'a kama hizi unafahamu hasikatazwi, ndio inakaribishwa, ndio inatakiwa bid'a hasana. Lakini bid'a sayyi'a kama kuzua kitu fitna, ukaleta fitna, kila Waislamu wanataka kuungana, wataka kujuana, basi anapenyeza fitna pale, hii ni bid'a, unafahamu sasa. Lakini bid'a sayyi'a na mingine mengi sana, haina haja kupoteza wakati. Kila mmoja, alhurru takfihi alishara walhimaru la yuhda illa bil'asa. Mungwana anatushika kwa ishara tu, lakini punda hawezi kwenda ila kwa bakora. Kwa hivyo haina haja kutoa mifano nyingi, jambo ambalo linajulikana. Wallahu aalam. Mimi sisomi kunuti na misikiti iliyo karibu yangu wanasoma kunuti. Wanaposoma kunuti mimi nifanyeje na vipi swala yangu itakuwa? Swala refu sana hilo. Kunut haikuthibiti kwa maibadhi, lakini imethibiti kwa watu wengine, ndugu zetu masuni, imethibiti kwao. Na jambo kama hili wana uhuru wao vile vile, na sisi tuna uhuru. Lakini kutokana na ikhtilafu kama hiyo tusiondoe moja. Haidhuru mtu asome kunut, na pia kunafahamu amin na kunje mkono, kunafahamu wana uhuru wao. Lakini uhuru huu hawezi kutulazimisha na sisi lazima tuwe pamoja na sisi, nanyosha mkono kunut kwetu hakuna. Lakini sasa inataka bahthi, swala inataka bahthi, inataka umkiona kuna ikhtilafu kati ya Uislamu, sio mulale, sio mulale. Sheikh Salmi katika Al-Jawhar anasema faman yaqul amina fi salati fa innaha tabuu bilbatati kadhalika alkunutu wa huwa a'zamu liannahu talabihi at-takallumu wa kana qabla an-nasakh lil-kalami mu'atharan an sayyid al-anami fanasakhathu ayatu al-khushu'i wa sara dhikruhu min al-mamnu'i وحين عم الاختلاط والفتن وقالوا إنه من السنن والأخذ بالمنسوخ قطعا يمنع إن لم يكن من بعد ذاك يشرع وهو من السنة لكن نسخ أفاده من في العلوم رسخ. Abiyati hizi ni refu sana, inaeleza kuhusu habari ya amin, kunuti na mingineyo yote. Haya yote haikuthibiti kwa maibadhi. Hii haikuthibiti. Na madhhabi ya ibadhi ni madhhabi ya mwanzo kabisa katika madhhabi ya Kiislamu. Utakuta Imam Jabir bin Zaid kunafahamu direct kutokana na sahaba kwa mtume. Wanafunzi wake, walimu wake Imam Jabir bin Zaid ni masahaba. Masahaba 70 wote kamaliza elimu yao, isipokuwa al-bahr al-ulum ya Abdullah ibn Abbas huyu. Kwa hivyo
riwayat walizona wao ni sahihi sana sana sana. Kwa hivyo pamoja na hayo yote haikuthibiti hii kunuti kwa maibadhi, lakini narejea tena kusema inathibiti kwa watu wengine, na ikhtilafu hiyo kama tulivyozungumza isiwe tena inatufanyia sisi tugombane, tuvutane na kila mmoja anajiona yeye upande wake ni hapana. Kila mmoja ana uhuru, lakini pamoja na hayo yote tusilale, lazima tusome pahali pamoja, lazima tufanye uchunguzi sahihi kunut au si sahihi, kwa sababu iliposhuka aya hii qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, bas ilikuwepo wakati huo mwanzo, kwa sababu sala, msifikiri kama hiyo sala ndiyo ilivyoshuka hivyo, hapana. Kabla ya kama alivyosema Sheikh Salmi, wa kana qabla an-naskh lil-kalami muatharan an sayyid al-anami, kabla kusikiwa maneno ndani ya sala zamani. Mwanzo kabisa katika sala mtu unaweza kuomba dua ndani ya sala, unaweza siku nyingine kumlekeza mtu, unaweza na huko unasali, lakini iliposhuka tu qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Hii muhimu sana hiyo sura hii kuifasiri inshallah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama nilivyosema, sasa ikiwa tuseme mfano hawa waliokuwa inathibiti kwao kunut na wana kunut ndani ya sala, lakini katokea mtu kama kwake kunut haikuthibiti, usije kaacha kusali jamaa, inabidi wende uungane na waislamu wenzako usali nao pamoja, unafahamu. Lakini maulamaa wetu au maulamaa waliokuwa haikuthibiti kwao kunut, inabidi kusali tena, lakini umoja usiache. Wende pale siku nyingine, wewe ikiwa msomi, huenda wakati nyingine mtakaa pahali pamoja, ilfa inapatikana na mtazungumzia hiyo kunuti, je, imethibiti haikuthibiti siku nyingine. Lakini ukijitenga sasa ni khasara, lakini sasa ukiwepo pamoja nao, sali pamoja nao, aidan unaitangulisha sala yako ile ya kulipa au unaakhirisha, khiari yako tena, lakini inabidi usali tena kwa sababu haikuthibiti kwako kunuti katika sala, lakini wao inathibiti. Hayo yote tuishapatikana umoja na ulfa, nasali pahali pamoja na nini. Allah subhanahu wa ta'ala karim, kwa sababu yule ikiwa kunuti haikuthibiti na yeye anaatakidi ndani ya moyo wake ndivyo ilivyo hivi sala, si kwamba maanake yeye anakusudia ni upinzani au ushabiki au nini na nini. Yeye ndani ya moyo wake anaona hii ndio sahihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kwa kutokana na vile alivyo. Lakini ikiwa sasa anakusudia kufanya ushabiki, anajua hao watu ukitazama watu wengine haukunutu ndani ya sala, sasa inabidi na wewe vile vile ufanye upelelezi, kwa sababu ibada khairi yoyote unaifanya itarejea kwako. Hizo ibada unazofanya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na unatekeleza maamrisho na unakatazika na makatazo, basi Allah subhanahu wa ta'ala ndio mlipaji. Na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atusameh sote kwa makosa ikiwa tunakosea katika ibada, tunakosea katika akhlaq, tunakosea katika mambo mengi sana. Tukimbilie kumwombe Allah subhanahu wa ta'ala usalama. Mume na mke
wanatumiana ujumbe wa message kwenye simu. Mume anasema hivi kumwambia mkewe, kwa tabia zako hizo, wewe kuanzia leo haufai kuwa mke wangu, sihitaji kusikia chochote kutoka kwako. Mke akauliza swali kumuuliza mumewe, hii ndiyo talaka ama? Mume akajibu ndiyo. Kisha mume akaendelea kusema, wewe unataka talaka sio? Je, hapa talaka imepita? Naam. Sasa maneno haya kwa njia ya message, au sio? Kuna uhakika? Lazima yule aje, yule mume aitwe na mkewe, na mkewe na mume amwite mkewe, wakae pahali pamoja. Hili jambo ni sahihi kweli, inatokana kwako? Ikipatikana akasema naam, ni sahihi, bila shaka mke ashachika huyo. Lakini siku nyingine haya mambo ya vyombo haya, kuna mambo ya maajabu ajabu. Anaweza mtu akatengeneza mambo haya ili afanye fitna kati ya mtu na mkewe. Kwa hivyo lazima ili suala unafahamu, wakutane uso kwa uso, unafahamu akisema kweli mimi nimesema hivyo, na yule mke kajibu vile vile, naye ikawa inapatikana ukweli kwa kusahihisha ile message yao ile, basi anaachika mke, bila shaka anaachika. Ama wakikataa, mke hachiki, kwa sababu anaweza siku nyingine yakatokea haya mambo haya kwa kutengeneza. Siku hizi wanaweza kuleta picha ya mtu mbali, unafahamu, ukachukua uso tu na unafanya mambo wallahi ndani ya ilani. Tuchukua hadhara inshallah. Mke na mume wakiwa katika tendo la ndoa, mume akagusa utupu wa nyuma kwa uume wake, ikiwa kwa bahati mbaya au kwa makusudi, kwa kusugua bila kuingiza ndani, je, inahesabika kuingia katika hukumu ya liwati? Kati tunasoma kwamba kuna mikao ya jimaa takriban ni 25, nyingine yanakatazwa na nyingine haikukatazwa. Nyingine imekatazwa na sharia, na nyingine imekatazwa kisiha, kwa sababu jimaa ikija nikikuelezeni itachukua muda mrefu sana, na ni hatari tendo hili bila, ikiwa unafanya jambo hili bila kufuata sharia, ni hatari, kwa sababu irtiash inavyotoka ile manii ya mwanamume, inatakiwa uwe makini katika mkao ile, la si hivyo itakuathir katika mwili wako. Sasa ile michezo ya wakati inapotoka ile manii, awe muhimu sana arudie kwenye ile mkao ambaye haileti madhara. Lakini ikiwa itatoka katika mkao ambao inaleta madhara, ni hatari kiafya katika mwili wako wewe mwenyewe, na vile vile inakuwa unamathir yule mwenzako. Kwa hivyo kuna michezo inafanyika kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum waqaddimu li anfusikum. Hii takdim ni kitu gani inaitakiwa? Ni masala refu sana, lakini kwa ufupi, kutokana na suala hili, ikiwa mkao wenyewe, kuna mikao namna nyingi, yapo ikawa hili jambo ni tusi, lakini hatuna njia, inabidi kueleza, ni elimu hiyo. Sasa ikiwa mkao wenyewe kwa kutumia nyuma na anakusudia mbele, na ikija ikigusa sehemu hii
kiubavu bila kukusudia kufanya jambo hili, basi halina neno. Lakini ikiwa kuna mambo nyingine, subhanallah, Ibilisi huwa anafanya kazi. Wakati nyingine yule mwanamume anapitisha kusudi pale. Kuna kitu gani pale? Siwezi kueleza sana kwa sababu haya maneno yanafika mbali, lakini hili suala, wale ambayo waliokuwa wanatafaras katika mambo haya, wanaume maanake wanayofahamu hili suala hili kiutaalamu, Mwenyezi Mungu atunusuru inshallah sote. Kuna ujoto fulani ambaye inatoka kule nyuma ambaye anaathirika huyu mwanamume. Sasa ikiwa ujoto ule unakwenda kuitafuta kwa kupitisha hapa ili upate nguvu, hiyo ni haram taban. Hiyo ni haram kiwa unategea ile swala. Siwezi kueleza mengi, mtansamehe sana, kwa sababu hili swala sisi tulipokuwa tunasoma hili, kuna Sheikh wetu ni alim wa dunia, tumekaa naye hapa sisi, hata jina simtaji. Tumekaa mimi nafsi yangu nimekaa naye miaka 6 hapa Dar es Salaam, na alim wa dunia, ni alama alim wa dunia. Sasa hivi alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amlaze pahali pema, ameshaondoka. Lakini alikuwa huyu bwana, kusema kweli, hafichi, anaeleza, na nikawa sisi ndio tukastafidi sana. Tumejua baadhi ya mambo, ni kama kata ya ndoo ya ndoo uende unachota baharini. Ilmu alionayo ni kubwa sana. Kwa hivyo hili suala kwa ufupi nalijibu, ikiwa nakusudia kufanya hivyo, basi hilo ni makosa, na hatuwezi kusema kama ni liwat, lakini ndugu aliwat, ndugu yake liwat. Hiyo ikiwa anakusudia kutafuta hili jambo hile ninayoeleza, na mimi siwezi kueleza sana hili swala kwa sababu ni hatari, siwezi kueleza sana. Lakini kwa ufupi, ikiwa nakusudia hivyo, bila shaka ni makosa, kwa sababu Ibilisi akikushawishi namna hii, usitimia kwa njia hii, bora utimie kwa moja kwa moja direct kwa mbele. Hii ni katika mikao, kama nilivyosema, mikao 25, na kila mikao nyingine inakatazwa, nyingine inakubalika. Nisaukum harthun lakum fa'tu harthakum man nashitum wa qaddimu li anfusikum. Wallahu ya'lam. Kwa ufupi ni hiyo. Na kuna watu wawili walinunua eneo wakajenga madrasa, na watoto hapo wanasoma mpaka leo, ila wale walionunua wakaamua kuuza ile eneo walilojengea madrasa. Je, hukumu yake ikoje? Kwa nini wanataka kuuza, wakauza? Kwa nini? Kwa sababu gani? Lazima wabainishe, kwa sababu mazal wao wenyewe wamejitolea, unafahamu, kujenga madrasa, wakajenga hapa na kuna maendeleo, watu wanasoma. Sasa kwa nini fadhila kama hii walioifanya halafu wanataka kuuza? Hauruhusiwi kufanya jambo kama hili, hauruhusiwi, kwa sababu wao washatoa kwa ajili ya madrasa. Hii tamaa tena ya kwenda kurudi kwenye ile ambayo mema walioifanya, halafu tena wataka kuuza. Jambo kitandawili, haijulikani wanakusudia nini, mpaka tupate uhakika hasa ya ile swala. Lakini mtu ashatoa kitu sadaka, hana ruhusa tena kuuza. Labda ikae lujna
watu wenye khibra na mambo haya, unaona hapa kuna ukasoro fulani, lakini tuyuze tujenge pahali fulani pengine ambayo inaleta faida kubwa zaidi, ni masala nyingine. Lakini wewe ushatoa kitu sadaka, watu wanastafidi, wanasomesha watoto wao na nini na nini, halafu uje tena hii mambo ya kijinga hii, uje uuze siku nyingine ile pesa uifanya nini, na badali yake unafanya kitu gani? Hii haifai taban. Allah anasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, wala tad'u min duni llahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin. Hapa katika hii aya anaambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba asije akamwomba asiyekuwa Allah, na akifanya hivyo basi atakuwa ni miongoni mwa madhalimu. Je, pamoja kwamba ni mtume na ni maasum, vipi aweze kumshirikisha Mola wake? Je, neno fa in fa'alta maana yake kuna uwezekano mtume akaweza kumshirikisha Mola wake? Maana laiti ingekuwa hakuna uwezekano isingesemwa fa in fa'alta. Hii swala ilipitishwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini makusudio ni yetu sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia huyu mtume mwenye kushuka wahi kwake na maasum, hawezi kufanya kosa aina yoyote, anaambiwa hivyo. Je, nyinyi? Sijui inafahamika? Basi kwa hivyo, kwa ufupi, wakati nafika, kwa ufupi kwamba malengo ya aya hii ni kuambiwa sisi kwa kupitia kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil, kwa ufupi, hii aya inataka tafsiri tangu mwanzo mpaka mwisho, na tafsiri yake ni refu, lakini malengo hasa maksudio kwa kuambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam ili sisi tuchukue ibra. Mtume kaambiwa hivyo, je sisi? Yapikawa ile mtume ni maasum, hawezi kufanya jambo kama hili, unafahamu? Lakini sasa sisi tuchukue ibra kwamba tusifanye jambo kama hilo, kwa sababu tutapata adhabu kali na tutapata hasara kubwa, unafahamu? Sasa hiyo kwa ufupi, wallahu aalam. اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، انك انت العزيز وانت الحكم وانت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك يا رب العالمين. اللهم قو وحدتنا واجعل المحبة بيننا، وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب، واجعل عاقبتنا خيرا مما نحن فيه. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.